Hamna mtu atakaye kuambia hivi. Hakuna njia sahihi ya kuishi maisha yako ukiwa na miaka 20 au 30. It's either utasacrifice muda wako ukiwa na miaka 20 na 30, ama utasacrifice ujuzi ambao ungeupata wakati huu. Kama utatumia muda wako ukiwa na miaka 20 kuyaishi, kula maisha, kusafiri, kucreate memories, utakuja kulipia baadaye kwa kukosa ujuzi ambao ungeupata wakati huu ukiwa na miaka 20 au 30. Habits na tabia ambazo hukujifunza ukiwa na miaka 20 au 30, na mwenendo ambao ulitakiwa kuanza ulipokuwa na kipindi hiki cha miaka 20 au 30. Lakini ukipambana ukiwa na miaka 20, ukakataa kuwa distracted na vitu vingi hapa Dar es Salaam vinaelea, kula bata, maisha, wachumba, starehe, utajikuta unaamka ukiwa na miaka 30 ukiwa kwenye wealth, umetengeneza zako utajiri, umetengeneza zako leverage, kwa maana ya resources mbalimbali umezigeuza kuwa fursa kwa nafasi yako, pamoja na kupata option nyingi kuchagua kitu unachokitaka kwa muda wote na saa yote ule. So usipofanya hivyo, mwisho wa siku wewe mwenyewe ndio utakuja kujutia, kwa nini sikuweza kutengeneza foundation yangu mapema nikiwa na miaka 20? Kwa sababu by nature ubongo zetu umekaa kuchagua ni njia gani ambayo itakuwa ni rahisi kupita, sio njia gani ambayo nipite ambayo itakuwa na manufaa yangu ya baadaye. Ile inaangalia ni kitu gani, ni njia gani ambayo inakuwa inaweza kuwa rahisi, mimi naweza nikasurvive hapa. So ukiacha ubongo wako ukuchagulie nini cha kufanya, mwisho wa siku utakuja kujutia. Wakati huo ubongo wako ukiwa umekaa kichwani kwako una majonzi na kuanza kukulaumu mwenyewe. Hakuna njia sahihi ya kuishi maisha yako ya miaka 20 au 30, ila kuna costi ambayo unapaswa kuilipa sasa hivi. So maisha hayakupi kila kitu ambacho unakitaka muda wote na saa yote, ila inakupa nafasi ya kuchagua kitu gani ambacho utakifanya. Wewe ndio utaamua uchague machaguo gani, kulipa costi ama kuanza kuspendi muda wako. Kwa sababu usipochagua utajikuta unaishia kulipia maisha ambayo uliyachagua kuyaishi. Kama unataka kutengeneza pesa, freedom na kuishi maisha yako, na unataka kuingia kwenye listi ya watu ambao hawatakuwa na majuto, comment neno cause. Nitakutumia cause yangu ambayo nimeandaa hatua kwa hatua, maelekezo namna gani ya kuweza kuchagua nini cha kufanya na namna gani ya kukifanya na namna gani ya kutengeneza pesa kwenye hicho kitu unachokifanya.